Kwa kuhitimisha, mchungaji amefundisha kwamba chumba cha kulala si chumba cha kuchajia simu, na kwamba unapofika kitandani unatakiwa kulala na si kusikiliza au kutazama vitu mbalimbali kupitia simu. Taarifa hii imesomwa nami Yustasela John na hii ni Bukelebe TV. Asante kwa kuungana nasi. Mahali pa kulala ni sehemu takatifu. Chumba cha kulala wewe ni mahali rasmi maalum pa kwenda kupumzika ili akili yako iwe renewed kwa ajili ya kesho. Na ndio maana Mungu aliweka usiku kwa ajili ya mapumziko. Therefore, lala ukifika chumbani. Usianze kuangalia umelala na still unaendelea kuangalia na kusikiliza. Utapoteza muda mwingi wa kupumzika, utaamka kesho akili haiko vizuri. Mahali pa kulala sio sehemu ya kuchajia masimu, tena unatundikia. Yaani simu iko kitandani umerefusha na umenunua, najua umenunua chaja ndefu itakayofika kitandani. Yaani lengo tu hutaki kupata hasara ya kupitwa na kitu chochote. Wakati wa kulala zima simu, weka pembeni, relax na mke wako. Mwena usiku mwema. Wakati wa kula sio muda wa kila mtu ameweka simu mbele ya sahani. Jamani, hizi simu nazo zinakula. Yaani unakula chakula lakini still unaendelea kuchati. Yaani akili yako haijawa concentrated katika ule mlo uliopewa. Unakula mlo lakini unafanya vitu vingine. Relax wakati wa chakula. Tuwafundisha watoto wetu namna ya kuheshimu meza ya chakula. Wakati wa kula ni wakula na familia zetu, sio wakula huku unaendelea kuchati na kuongea. Wakati wa kulala ni wakati wa kulala. Usimhuzunishe mke wako muda mwingi unaongea na simu badala ya muda wa kumtia moyo. Wakati wa kazi ni wakati wa kazi, sio wa kuendelea na simu. Bwana atusaidie.